Sawa Anasema inajulikana kuwa moto ni bora kulikoni nini? Kulikoni baridi. Sawa? Moto ni bora kulikoni baridi. Kulikoni baridi. Sawa Kwamba huu moto ni bora, sawa kulikoni nini? Kulikoni baridi. Kwa maana kwamba kihadhi, kidaraja kati ya moto na baridi. Sawa Hapa kwenye baridi kuna vitu kadhaa, labda tuvielewe vitu vinavyomaanishwa. Sawa Hapa kwenye moto tuna moto wenyewe, sawa lakini pia tuna upepo. Upepo nao ni moto mashehe. Tutakuja kuona huko mbele upepo ni moto kwa namna gani. Lakini hapo kwenye baridi ana maana ya kwamba maji, udongo. Sisi tumeona vizuri Kwa hiyo hapo kwenye moto kuna vitu viwili na hapo kwenye baridi kuna vitu viwili. Kwa hiyo hapo kwenye moto ana maana ya moto wenyewe na upepo. Hapo kwenye baridi ana maana ya maji na udongo. Sawa? Sasa ndio anasema kwamba huu moto ni bora kulikoni baridi. Kwa maana moto ni bora kulikoni maji, moto ni bora kulikoni udongo. Sawa? Kwa sababu ndani ya maji kuna baridi, ndani ya udongo kuna baridi. Kwa hiyo ndio akasema kwamba shehe, kwa sababu kwenye joto kuna moto. Sawa Kwenye joto kuna moto, kwa maana kwamba hapa tulitakiwa tuweke joto. Sawa Hapa kwenye moto hapa kwenye pekundu hapa nafuta, kwa maana hapa itakiwa tuweke joto. Na hapa pabaki hivyo baridi. Sawa Ndio anasema sasa, kwa sababu kwenye joto kuna moto. Sijui tunaelewana vizuri Na hapa kwenye moto sasa, hapa kwenye moto hapa panapatikana nini? Hapa kwenye moto panapatikana nini? Panapatikana mwendo na uhai. Sawa? Hapa kwenye moto panapatikana mwendo na uhai. Kwa nini? Kwa sababu anaposema mwendo, kwenye moto panapatikana mwendo, kwa maana ya kwamba moto ni mwepesi zaidi kulikoni nini? Kulikoni maji. Sawa Lakini pia hapa kwenye moto panapatikana nini? Panapatikana uhai. Sasa tutakuja kuviona huko mbele kwa ufafanuzi zaidi. Sawa Na kwenye baridi kuna ukimya. Sawa Na hapa kwenye baridi hapa, sawa kuna nini? Kuna ukimya. Kuna ukimya, sawa na kifo. Tutakuja kuona maana ya haya maneno, mwendo na uhai, alafu ukimya na kifo. Sasa unaweza kujiuliza kwamba sasa inakuwaje wakati kama ndio hivyo? Maji katika mwili wa mwanadamu yana nafasi yake. Moto kwa maana ya joto katika mwili wa mwanadamu yana nafasi yake. Hakuna kinachotakiwa kukosa. Ana maana gani? Tutakuja kuielewa. Sawa Hapa tuko kwenye elimu ya shikeli mashaikh. Kwa tutakuja kuelewa maana haya maneno. Kwa hiyo kwenye moto kuna mwendo na uhai, na kwenye baridi kuna ukimya na nini? Na kifo. Sawa. Ndiyo maana waliweka shikeli ya moto kabla ya shikeli ya nini? Ya baridi. Sawa Ndio sasa akasema sasa, ndiyo maana sasa katika hii taskini al-huruf, ndiyo maana shikeli ya kwanza walitanguliza shikeli ya moto ikawa ya kwanza kabla ya shikeli ya nini? Kabla ya shikeli ya baridi. Sawa Akasema mfano shikeli ya ahyan. Sawa Katika taskini hii ya taskini ya al-huruf. Sema kwamba mfano shikeli ya ahyan. Ndio hiyo hapo, sawa?
Ahyani ni shikeli ya moto. Sawa? Ahyani ni shikeli ya moto. Lakini inkisi, sawa, ambayo ni huyu hapa. Inkisi ni shikeli ya nini? Ni shikeli ya baridi. Mashaka, sijui tunaelewana vizuri eh? Huyu ahyani ni shikeli ya moto, lakini inkisi ni shikeli ya nini? Ni shikeli ya baridi. Sawa eh? Kwa maana huu ni moto na huu ni nini? Na hii ni nini? Ni baridi. Sawa eh? Kwa hiyo sasa, kwa mantiki hiyo sasa, ahyani ikawekwa kabla ya inkisi. Sawa eh? Ahyani ikawekwa kabla ya nini? Ya inkisi. Na shikali zingine pia kwa mtiririko huo, kwa mfano huu, kwa msingi huo, mpangilio wa ashkali ukakamilika. Kwa hiyo hapa tunapata picha kwamba sasa kumbe taskini alhuruf, kanuni iliyotumika kupangilia ile taskini ya alhuruf ni kwamba kilichokuwa kinatangulizwa kabla ya kingine kilikuwa ni nini? Ilikuwa ni moto au joto, ndio lilikuwa linaanza kabla ya nini? Ya ubaridi. Sio vizuri? Kwa hiyo maana ilikuwa inaenda moto baridi, moto baridi, moto baridi, moto baridi, moto baridi. Sawa eh? Na ndio maana nikakwambia kwamba na upepo nao unaingia katika kundi la nini? La moto. Tutakuja kuona. Sawa eh? Kisha shikeli ya kwanza ikapewa herufi ya alifu, shikeli ya pili ikapewa herufi ya nini? Ya be, na kadhalika kwa mpangilio wa herufi za Kiarabu. Baada ya kupanga hivyo, kisha sasa wakaanza kuzipa nini? Kuzipa sasa herufi sasa. Sawa eh? Kisha wakaanza kuzipa nini? Wakaanza kuzipa herufi za Kiarabu. Sawa? Herufi ya shikeli ya kwanza ikapewa herufi ya alifu, shikeli ya pili ikapewa herufi ya be, mpaka mwisho wa shikeli zote 10 na ngapi? 16. Sawa mashifu zangu eh? Sasa anaendelea kusema kwamba shikeli 16 zinaishia kwenye herufi ya nini? Kwenye herufi ya aini. Sawa eh? Baada ya hapo herufi zilizobakia hujirudia kuanzia shikeli ya kwanza. Sawa eh? Kuanzia shikeli ya kwanza. Hivyo shikeli ya kwanza ikapata herufi ya fe mpaka mwisho wa nini? Wa aghaini. Inapewa shikeli ya nini? Ya qabdun kharija. Kwa mpangilio huu kila shikeli ina herufi ngapi? Kwa mpangilio huu kila shikeli ina herufi mbili. Sawa eh? Kila shikeli ina herufi mbili. Isipokuwa shikeli 4 za mwisho. Sawa? Isipokuwa shikeli 4 za mwisho katika mpangilio huu, sawa? Kila moja ina herufi moja. Isipokuwa shikeli 4 za mwisho. Kila shikeli moja katika hizo shikeli 4 za mwisho katika taskini hii ina herufi moja. Sawa eh? Na cha kushangaza ni kwamba shikeli hizo nne ni za kudumu, kwa maana kwamba ni shikeli za thabiti. Sawa? Sisi tunaelewana vizuri eh? Sasa hapa tufute, alafu ndio tukaangalie kitu hapa. Kwa hiyo kama mtakuwa mmenifuata vizuri hapa anasema na huu ndio mpangilio wa nini? Wa taskini alhuruf. Kwamba na huu ndio mpangilio wa nini? Wa taskini alhuruf. Sawa? Kwa hiyo kama mtakuwa mmenifuatilia vizuri, maana yake ni kwamba mtajua kilichoanza ni nini. Kwa hiyo kilichoanza kupangwa ni nini? Ni shikeli. Kwa hiyo hapa natoa mfano tu kwa ufupi, sawa? Hapa ilianza ya kwanza ni shikeli ya ahyani. Sawa? Ya pili ni shikeli ya inkisi.
Ya tatu ni shikeli ya humra. Ya nne ni shikeli ya bayadha. Sawa. Ya tano ni shikeli ya nasratun kharija. Ya sita ni nasratun dakhila. Tumeelewana vizuri eh? Ya saba 3 6 naam. Ya saba ni utbatu dakhila. Sawa. Kwa hiyo hizi shikeli zikapangwa katika mtiririko huo. Sawa eh? Kisha baada ya kuwa wamepanga hivyo, wakaja wakaingiza sasa herufi. Kaingizaje? Zile herufi za Kiarabu zile 28 wakaanza hapo, wakaika alifu, be, jim, dali, he, wau, ze. Sawa? Mpaka mwisho. Sawa? Nafikiri kitabu mashehe mnacho na mnaona. Kwa hiyo hapa nakuwa naenda naweka wazi baadhi ya vitu. Kwa hiyo vikaingia hivyo. Kwa hiyo kaenda mpaka mwisho. Tumesema mwisho huku kuna shikeli ya nini? Mwisho kuna shikeli ya tariqi huku. Sawa? Mwisho kuna shikeli ya nini? Ya tariqi. Sawa? Maana yake ni kwamba tukaishia kwenye herufi ya nini? Ya aini. Sawa? Kwa hiyo tumeishia katika herufi ya aini, akaja tena si abjad hawazi huti kaliman saa fa. Kwa hiyo fe tumeshia kwenye aini. Kwa hiyo fe inakuja hapa. Kwenye nini? Kwenye shikeli ya ahyani. Swadi inakuja hapa. Inakuja hapa kwa inkisi. Qafu inakuja hapa kwa humra. Sawa? Re inakuja hapa kwa bayadha. Re inakuja hapa kwa bayadha. Hii ni re mashekhe. Sawa? Mpaka mwisho. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo hii taskini alhurufu ilivyopangwa. Ipangwa kwa utaratibu huo. Si tumeona vizuri eh? Sasa hii taskini alhurufu, moja ya kazi kubwa ambayo inayotumika, ina kazi nyingi sana katika mambo haya ya upigaji wa ramli, ya nini, wa shikeli, na kazi nyingi sana. Hii taskini hii ndiyo pia tutakayoitumia, sawa eh, katika kuweza kupata zile shikeli 4 ambazo ni shikeli za umahati, sawa eh? Kwa sababu tulio wengi zile halqa hatuna. Halqa ni bukete fulani hivi ambapo kunakuwa kumechorwa hizi shikeli. Tulio wengi kwa sababu hatuna, kwa hiyo hii taskini alhurufu ndio tutakayokuwa tunaitumia. Na kwa sababu kama mnavyoona katika kitabu hapo, hapa pia kuna nini? Kuna namba. Hizi herufi zina nini? Zina namba. Kwa maana kwamba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na kuendelea. Sawa? 80, 90, 100, 200. Sawa eh? Sisi tunaona vizuri. Kwa hiyo hapa niwaelezeni kitu kimoja kidogo. Mfano shikeli ya ahyani. Sawa? Shikeli ya ahyani. Hii shikeli ya ahyani, shikeli hii ya ahyani hii. Sawa eh? Idadi yake hii shikeli yenyewe, idadi yake bila kuingiza vitu vingine vyovyote vile, idadi yake ni ngapi? Idadi yake ni 7. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sawa eh? Kwa hiyo hii shikeli yenyewe kama yenyewe nambari yake ni namba ngapi? Ni namba 7. Halikadhalika inkis, namba yake ni namba 7. Sawa eh? Sasa
Hizi namba nimezoweka hapo kwenye shekeli ya haya ni 180 ni nambari za kiabjadi, kwa maana alifu ni 1, fe ni 80. Sawa eh? Kwa hiyo katika taskini al-huruf, tuelewane vizuri, katika taskini al-huruf, kwa sababu hizi herufi hizi zinaingia kwenye taskini yoyote ile. Sawa, zinaingia kwenye taskini, kwenye mpangilio wote ule wa shekeli zinaingia. Lakini katika taskini al-huruf, shekeli ya ahyani hii, sawa eh? Ukichukua 1 ukijumlisha na 80 unapata sawa na ngapi? Unapata sawa na 81. Kwa hiyo shekeli ya ahyani kiabjadi ina 81, sawa, katika mpangilio wa taskini al-huruf, sawa. Ukijumlisha na ile hesaba yake tunapata kwamba shekeli ya ahyani ina 88. Hii 88 hii tunaweza tukafanya chochote kwenye huu ulimwengu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inshallah ni vitu vya kutoa muda, vya kutoa nafasi, chochote. 88 kwa wale watu wa wafku, tunaweza tukatengeneza wafku. 88 kwa wale watu kutengeneza tolasimu, nafikiri tumeshasoma namna kutengeneza tolasimu, tunaweza tukatengeneza tolasimu. 88 tunaweza tukafanya chochote tunachokihitaji kupitia nambari hizi ambazo zinabeba shekeli ya nini? Ya hayani. Na hata kama si 88, hata ingekuwa hii 81 kwa maana ya 1 na 80, tunaweza tukafanya chochote. Tutaona kwenye somo hili, sawa eh? Tunaweza tukafanya chochote. Yaani tunaweza tukaitumia kwenye matumizi yoyote: kumtibu mgonjwa, kuondoa vikwazo, kufungua vifungo, sawa eh? Kuvuta kheri, kuvuta riziki, sio maana vizuri eh? Kumvuta mpenzi, sawa eh? Kupandisha cheo, sawa eh? Tunaweza tukatumia 81 au 88. Hata isiwe hivyo, hii 7 ambayo tumesema kwamba hii shekeli ya hayani nambari yake ni namba 7 yenyewe kama yenyewe, pia tunaweza hiyo namba 7 tukaifanyia nini? Tukaifanyia majambos, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu jambo likawa sawa, jambo likawa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo taskini al-hurufu ilivyopangwa na hivyo nani. Sasa twende hapa mbele kidogo, twende tukaangalie baadhi ya mwendelezo wa somo hili wanasemaje. Kwa hiyo hapa nafikiri mtakuwa mmenielewa, na kama patakuwa hapa kueleweka, insha Allah nafasi ya maswali itakuwa ipo, sawa, itakuwepo. Ila isijiswali kwamba sasa tutatumiaje. Tutaona tutaratibu, sawa eh?